Ebana, ipo hivi pale mitaa ya Kariakoo katika hivi vilabu vikubwa kabisa kwenye ardhi ya Tanzania, Simba na Young Africans. Hivi vilabu ndo vinamiliki wanachama wengi, ndo vilabu ambavyo vina mashabiki wengi kwenye ardhi ya Tanzania. Sasa mimi nijikite zaidi pale mitaa ya Msimbazi, ambapo kuelekea kwenye mkutano mkuu wa klabu ya Simba ambao umepangwa kufanyika tarehe 30, kuelekea kwenye mkutano mkuu wa klabu ya Simba siku ya tarehe 30. Yapo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea na maneno ya hapa na pale, za chini chini. Kuna mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kuibuka kadri siku ambazo zinazidi kwenda. Kuna chokochoko nyingi ambazo tayari zimeanza, hususan kwa upande wa wanachama, lakini pia kwa upande wa watu ambao waliokuwa viongozi wa zamani ndani ya klabu ya Simba, huku akitupa vijembe vingi kwa upande wa bodi ya wakurugenzi ndani ya klabu ya Simba. Sasa mzozo ni mkubwa, na kwa upande wa CEO wa klabu ya Simba kwa hivi sasa, Clatous Magori ameweza kuzungumza pia, huku akisema kwamba chokochoko nyingi ambazo zinaendelea kwa hivi sasa ni kutokana na baadhi ya watu ambao walikuwa ndani ya uongozi wa klabu ya Simba, ambao kwa hivi sasa hawahitaji tena kuendelea kukaa kimya, bali wao wanatamani kuendelea kuwepo ndani ya klabu ya Simba na kuiongoza klabu hiyo. Chokochoko zimekuwa nyingi, maneno hapa na pale, na huku akisema kwamba yote hii inatokana na kuelekea kwenye mkutano mkuu ndani ya klabu hiyo, ambapo mkutano mkuu umepangwa kufanyika siku ya tarehe 30. Sasa kwa upande wa wanachama, upande wa mashabiki, wao wanaosubiria wa mkutano mkuu kwa udi na uvumba ili kuweza kufanya mambo mengi mazuri ndani ya klabu hiyo. Lakini kwa upande wa baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Simba, wao wenyewe wamebaki kuwa na taharuki kubwa kwa hichi ambacho kimekuwa kikiendelea nje ya eneo la uongozi. Yani kuna maneno mengi ambayo yanakuwa yanafanyika ndani ya uongozi yanatoka nje, lakini pia kuna maneno mengi ambayo yanatoka ndani ya wanachama yanaingia ndani ya uongozi, lakini pia mengi yamekuwa kisambaa kwenye mitandao ya kijamii, kitu ambacho kinawafanya wao wenyewe washangae maneno haya yote yanatoka wapi. Kwa upande wake Clatous Magori mwenyewe amezungumza na kusema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wao wanaamini kwamba miaka yote wao wanastahili kuendelea kusalia ndani ya klabu ya Simba, lakini pia kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba wao ni lazima wawe viongozi wa klabu ya Simba, kitu ambacho amesema kwamba sio ni nafasi ambayo mtu unapata kwa wakati, na kuna wakati ambapo unaweza usiwepo ndani ya klabu. Ukiwa haupo basi inabidi utulie, uachie na wengine nafasi, lakini sio mtu kila mara unakuwa na kiu ya kuweza kuiongoza klabu hiyo. Sasa ukweli wa jambo, ukweli wa mambo za ndani kabisa, ni kwenye zile penye zangu ambazo niko nazo, ukweli ni kwamba Mo Dewji, mwekezaji wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, huyu ameichukua klabu ya Simba ikiwa hoi bin taban. Ameifanya Simba ikawa na mafanikio makubwa barani Afrika. Simba ikatambulika barani Afrika kwa kubwa kutokana na namna ambavyo wameshiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, namna ambavyo wamefanikiwa pia kushiriki vizuri kombe la shirikisho barani Afrika na kufika katika stage kubwa, robo finali za kutosha takriban mara 7 ukichanganya michuano yote hiyo miwili. Lakini pia tumeona msimu jana umefanikiwa kufika kwenye hatua ya finali. Yani ukweli ni kwamba mwekezaji huyu Mo Dewji, ambaye mwenye hisa nyingi ndani ya klabu ya Simba, mwenye hisa za 51% ndani ya klabu ya Simba, huyu ameifanya Simba ikawa na mvuto wa aina yake barani Afrika. Ukweli upo namna hiyo, na ameifanya Simba ikawa strong kwa miaka ya hivi karibuni. Sasa Simba imekuwa na mvuto barani Afrika, kitu ambacho kinawafanya wafanyabiashara pia wakubwa duniani kwenye bara la Afrika, kwenye ardhi ya Tanzania, wanatamani kuwa sehemu ndani ya klabu ya Simba. Wengi wanatamani pia kuimiliki klabu ya Simba. Sasa chokochoko ambazo zinaendelea kwa hivi sasa
namna ambavyo mimi nimeweza kuchunguza na kujua kile ambacho kinaendelea pale, kuna kampeni ya chini kwa chini ambayo inaundwa kwa ajili ya kumng'oa Mo Dewji ndani ya klabu ya Simba. Sasa inasemekana kwamba kuna tajiri mmoja rangi nyeupe, mzungu mmoja, mtu mweupe kweli kweli, ana kitita kirefu haswa, ni tajiri kweli kweli. Huyu anahitaji kuibeba klabu ya Simba. Huyu anahitaji kuchukua nafasi ya Mo Dewji, na huyu amejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba inafanya makubwa. Sasa huyu ndiye ambaye tayari ametengeneza mizizi kwa baadhi ya viongozi ambao walioko pembeni, lakini pia walioko ndani ya klabu. Naambiwa kwamba kuna viongozi ambao wako ndani ya bodi ya wakurugenzi na ndani ya klabu hawana pia nia njema na viongozi ambao wapo madarakani, hawana nia njema na Mo Dewji ambaye yuko pale. Kwa nini? Kuna namna ambavyo huyu tajiri ambaye anataka kuingia tayari ameshatengeneza mazingira mazuri kwa watu wengine, yani mbongo kidogo, maokoto tayari yameshasambaa, kwa maana kwamba kitu ambacho kinawafanya hawa wengine waamini kwamba ni wakati sasa wa Mo kukaa pembeni na Simba ikaendeshwa na mtu mwingine. Sasa ni jambo la kuweza kusubiri kwenye mkutano mkuu ambao unakwenda kufanyika siku ya tarehe 30. Tutakwenda kujua kwamba wanachama wao wanamuaje, mashabiki wao wanamuaje. Je, ni vitu gani ambavyo vinaendelea ndani ya klabu ya Simba, vitu gani ambavyo vinaendelea chini chini, lakini pia mambo gani ambayo yanaendelea kwa upande wa wanachama, kwa upande wa wanachama, lakini pia kwa upande wa mashabiki, kwa upande wa viongozi. Je, upande wa Mo, je, hatima yake nini? Tuliwahi kuona majuzi kati, ilikuwa takriban mwezi wa 6 kama sijakosea, aliweka kauli yake na kusema kwamba mtu ambaye kauli ambayo alizungumza japokuwa haikuwa official sana, lakini kwamba mtu ambaye anaitaka klabu ya Simba lazima amlipe bilioni 80, yani bilioni 80 anaidai klabu ya Simba, kwa maana kwamba kama mtu unaitaka Simba bilioni 80 ukitoa, basi moja kwa moja unaweza ukaibeba klabu ya Simba. Hii ni kutokana na namna ambavyo Mo Dewji amekuwa ndani ya klabu ya Simba kwa muda mrefu, fedha zake ambazo amezitumia ndani ya klabu. Kwa kuna nguvu kubwa ambayo inatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanamuondoa Mo kwenye kiti kile. Je, wewe kama mdau wa soka, wewe kama shabiki wa Simba, ni wakati sahihi wa Mo kung'atuka ndani ya klabu ya Simba ama vipi? Huu ni mjadala ambao ni mpana sana ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo imekuwa ikiendelea mpaka hivi sasa, hususan taharuki ambayo imevuja kwa siku ya leo mpaka kwa upande wa kiongozi Kratos Magori, huku akisema kwamba kuna viongozi ndani ya klabu ya Simba wanahitaji afya ya akili. Kuna viongozi ambao wanahitaji afya ya akili. Hivi ni kweli ndani ya uongozi wa klabu ya Simba viongozi wanakosa afya ya akili? Je, Simba kufeli kwake ni kutokana na baadhi ya viongozi ndani ya klabu ya Simba wana tatizo la afya ya akili? Je, Simba hii inaendeshwa na viongozi ambao wana tatizo la afya ya akili? Haya ni maswali mengi ambayo pia tunapaswa pia kujiuliza, lakini pia ndani ya klabu ya Simba kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Kwa kifupi ni kusubiri kuweza kuona ndani ya klabu hiyo kile ambacho kinaendelea baada ya mkutano mkuu ambao unakwenda kufanyika siku ya tarehe 30. Yapo mengi ambayo tutakwenda kuyajua, na kama Mo anakaa pembeni, vipi hatima ya Simba, lakini pia vipi hatima yake ya kuwa ndani ya klabu ya Simba kwa takriban zaidi ya misimu 6-7? Je, yeye anakwenda kunufaikaje? Yeye anaondoka vipi? Endelea kubaki nami. Mimi ni Eric Keman, referee mwenyeji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel yetu ya Gift Online TV ili uwe wa kwanza pia kwa ajili ya kupata taarifa nyingi za kimichezo ambazo zinaendelea hapa. Bye bye.